Nami kwa majina naitwa Mheshimiwa Mishi Juma Mboko. Mimi nikiwa kama kiongozi kutoka Pwani na nikiwa kama mama wa Kiislamu. Kwanza jukumu langu ni kulingania dini yangu, na katika kulingania dini yangu ni kulingania misikiti ambayo ni nyumba za Mwenyezi Mungu. Kama vile pia Mkristo anaweza kulingania kanisa kama pia nyumba ya Mwenyezi Mungu. Na mimi niweze kusema nikikumbuka tangu utoto wangu, msikiti wa Kongo, sehemu ya Kongo ilikuwa ni pahali ambapo tunaenda hapo, tunafanya maulidi. Maulidi ni sherehe ambayo ya kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani our prophet. Na tulikuwa tukifanya shughuli nyingi sana za kidini sehemu zile. Na watu wengi tulikuwa tukienda hapo, hata tukifanya kitu inaitwa jitimai. Jitimai ni kama conference ambao mnaenda mnakaa, watu wanatoka sehemu mbalimbali na wanafanya mambo ya ibada. Na tulikuwa tukifanya tangu ni mtoto niko primary school paka nimemaliza paka sasa. I'm about 52 years. Congo Mosque has been there. Huyu bwenyenye ambaye wamechukua ino shamba wanasema, sisi tulikuwa katika advanced possession for over 12 years. Over 12 years. Kama sisi watu wamekuwa wakienda hapo kwa miaka hiyo yote ambayo nimeongea mimi. Na kabla ya mimi, kabla ya wale wa rika langu, kuna wale wa nyuma ambao pia wamekuwa wakienda hapo Congo Mosque, kwa sababu it is a sacred place. Ni pahali ambapo kidini na sisi kama jamii ya watu wa Kwale tunaamini ni pahali ambapo ni patakatifu, ambapo ukienda ukifanya ibada yako ni ibada ambayo Mwenyezi Mungu anaipokea sana. Kwa hivyo sisi tunasema tumekuwa tukizungumza historical land injustices ama dhulma za kihistoria za mashamba. Na tunaona ya kwamba wakati huu ni wakati ambao hatutaki kusikia haswa kama kuna dhulma za mashamba, wakati tukiwa tuko na tume ya ardhi, tume ambayo inaitwa NLC, National Land Commission, tume ambao wa Kenya, sababu kubwa ya kutengeza tume hino ni kwamba mambo ya kihistoria ya kudhulumu watu kimashamba yawe hayatakuwepo tena. Kwa hivyo tunashangaa sana. Shamba hili wakati wa mwaka 1986 ilipokuwa kwa Mheshimiwa Daniel Toroitich Arap Moi, watu walipiga kelele, Waislamu wakateta, Waislamu wakaandika mabarua, vikundi vikenda delegation, na yeye mwenyewe kwa hekima yake 2009 akasarenda kwa local Muslim organization ambayo inasimamia mambo ya Congo Mosque na ile area pale pamoja na madrasa. Wakati Raila, wakati wa National Accord wameingia katika serikali pamoja na Mheshimiwa Kibaki na Orengo alikuwa waziri wa mashamba, tuliweza kwenda pale, mimi mwenyewe nikiwemo, Mheshimiwa Masito alikuwa, Mama Aida alikuwa wakati huo, na Mheshimiwa Raila, na tukapeleka title ya Congo Mosque. Huyu mtu ambaye anasema sasa ako na advanced possession, ati alikaa hapo kwa miaka 12 without interruption. Uwe interrupted vipi kama kila siku tunaenda kuswali Ijumaa, tunaswali kila siku, kuna madrasa, watu wanaenda kusoma, tunafanya shughuli zetu za kidini. Sasa wewe ulikuwa uko wapi ambaye unasema ati umekuwa hapo na ukiwa interrupted? Sisi tunataka tuseme hatutaki hili swala la Congo Mosque lizue joto la kidini. Hatutaki hili lijue joto la kijamii, kwa sababu sisi tumeishi kama jamii kwa kupendana na kwa kushirikiana. Tumeishi kama dini zote across board, Wakristo, Waislamu na hata wale ambao wanajiita pagan. Watu wameishi vizuri kwa sababu there is freedom of worship in this country. Lakini swala la msikiti wa Congo Mosque, Congo Mosque ni msikiti na ni area yetu ya kijamii. Kwanza sisi jamii ya Wadigo pale, it is our also sacred place, Congo Mosque, na bahari yake ile ambayo yaonekana. It is not by accident that we were born there, ama watu wetu, our forefathers were born there, and they preserved that place for the future generation, and we are the future generation, the owners of that place. The community of the Muslim, the community of the Digo, we are the owner of that place. Kwa hivyo tunasema we are not going to allow, ndio iko kotini, lakini tunasema sisi kama kiongozi, like leaders, please, enough is enough. Sisi tumechoka kunyanyaswa na kupokonywa mashamba yetu. Mheshimiwa Rais juzi na jana ametoa idhini na ametoa pesa na akakabidhi viongozi ya kwamba all historical land injustices na uskota
uondoke kule pwani na watu waweze kupata ardhi zao na zile dhulma ziweze kuondoka. Sasa wewe bwenyenye ambaye sasa umejitokeza unasema ati Kongo ilikuwa ni yako, basi there is more than what you know about Congo Mosque and that area. Kuja polepole uulize hata uelezwe vizuri Kongo ni nini, hata maana hiyo ya Kongo peke yake. You need to know the meaning of that. Ujue maana yake ni nini na ilikuja vipi na hapo ni pahali gani na vitu gani vinaendelea hapo na mambo ya kidini ambayo yanaendelea hapo. Kwa hivyo sisi tunasema kama kina mama pia tunaongeza sauti yetu ya kukemea na kusema hatuwezi kuachilia pahali pa Mwenyezi Mungu, pahali pa ibada paweze kunyakuliwa eti watu wajitengezee mapesa mabilioni kwa sababu ya ardhi ambayo ni ardhi ya jamii ya Waislamu, ardhi ya jamii ya Wadigo. Hatutakubali. We don't need to mention him. Because kokote we don't need. Bwenyenye ni mtu ambaye huyo ambaye wasema amekaa hapo kwa miaka 12 sijui advanced possession ati without being in. Excuse me.